Batuli, mrembo wa siri nzito. Imeandikwa na Jumbe Ibrahim. Msimuliaji wako ni mimi Lizomo Voice. Sehemu ya kwanza, nyuma ya tabasamu. Watu wote kijijini walimjua Batuli, mrembo wa asili mwenye macho ya kuangaza kama taa ya usiku. Tabasamu lake lilikuwa tiba ya huzuni. Alikuwa mpole, mcheshi na mwenye hekima kuliko umri wake. Aliishi na bibi yake Mzee Halima kwenye nyumba ya udongo iliyozungukwa na maua ya harufu nzuri, lakini hakuna aliyemjua Batuli kwa undani. Kila asubuhi Batuli alikuwa wa kwanza kwenda kisimani, akiwa amefunika kichwa kwa kitenge cheusi. Watoto walimpenda, wazee walimheshimu na vijana walimtamani, ila hakuna aliyewahi kumsogelea kupita salamu. Siku moja, kijana mgeni aitwaye Hamisi alitokea kijijini, mrefu, mwenye macho ya kutafakari na sauti ya amri ya kimya. Alikuwa fundi wa mitambo, ameletwa na serikali kukarabati mashine ya maji iliyokuwa imeharibika. Alipomwona Batuli kwa mara ya kwanza aliganda, lakini Batuli hakumwangalia mara mbili. Hamisi akaanza kumuulizia kwa wenyeji. Majibu yalikuwa yale yale: Batuli ni mrembo, lakini usijaribu, ana siri nzito kama bahari. Watu hawakujua kuwa kila usiku Batuli huamka saa 8 na kwenda kichakani akiwa na kiboksi kidogo cha mbao alichokuwa anakificha chini ya mti mkubwa wa mkaratusi. Kiboksi hicho kilikuwa na picha, barua na kifaa cha kizamani kinachotoa sauti za ajabu. Rekoda hiyo ilikuwa na sauti ya mwanaume aliyekuwa akilia. Batuli, niliwaambia waache, lakini walikataa. Samahani, najua nimekusaliti. Nani alikuwa huyo? Na kwa nini Batuli hakuwahi kutabasamu kwa dhati? Unataka niendelee na sehemu ya pili? Nikiendelea tutaingia ndani ya siri ya Batuli, kilichotokea miaka 5 nyuma, usiku wa moto, na jinsi Hamisi alivyoamua kuvunja ukimya, lakini akajikuta anagusa moto wa kisasi. Tafadhali subscribe channel yetu pendwa ya Lizomo Voice, like pamoja na kushare. Chao.